Na mtazamaji wa TUS TV, karibu ni kualike tena katika kipindi chetu cha Sports Academy kinachoruka kutoka hapa Temeke jijini Dar es Salaam. Leo nipo katika mashindano haya endelevu ya Samia Super Cup 2025 katika manispaa hii ya Ilala. Kuna mbungi la kufa mtu hapa ambaye kinapigika katika uwanja huu wa shule ya msingi hapa Vingunguti, lakini pia nipo na kiongozi hapa ambaye atajitambulisha majina yake na kisha atazungumzia hali halisi ya mashindano ya Samia Super Cup 2025 mitano tena. Kwa majina naitwa Alfani Mshahara, ndio msimamizi mkuu wa kituo cha Vingunguti kwa mashindano ya Samia Ilala Super Cup. Mashindano ni mazuri kwa sababu tumeibua vipaji vingi na mpira unachezwa. Kwanza mashindano yalianzia mbali sana, yalianzia kata kwa kata, yanakuja kwa wilaya nzima. Lakini pia tumshukuru mwenyekiti wa chama cha soka wilaya ya Ilala, Mheshimiwa Kondo Dako, ambaye ndio kiongozi wetu mkuu wa mpira katika wilaya yetu. Yeye ndiye alikuwa mbunifu wa kubuni idea hii. Sisi kama vijana wake tunamsaidia ili mambo yaende. Na mashindano haya ni mazuri kwa sababu kwanza yametuletea ladha tofauti. Vijana wengi wanaonekana, mpira unachezwa. Tumepunguza sana makundi ya kiharifu mtaani kwa ajili ya hususan kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani, lakini pia vijana wengi wanaburudika na mashindano haya kwa sababu ni burudani tosha. Wachezaji ni wengi kwa sababu ni timu 32 ndani ya wilaya zinashiriki mashindano haya. Sasa ni mpira unachezwa kila kituo, lakini kwenye kituo changu cha Vingunguti ndio kituo mama ambacho kinacheza mechi nyingi sana. Mimi niwapongeze viongozi wangu wa mpira wilaya Ilala ambao ndio wabunifu wa shughuli, lakini mwenyekiti ndio kila kitu. Mimi nikiwa kama msimamizi wa kituo changu toka tumeanzisha mashindano haya hana changamoto yoyote. Watu wana nidhamu, watu wanaburudika, timu za nidhamu. Hakuna kwa kweli kokoro. Tumshukuru pia Mama Samia kwa kuunga mkono juhudi za michezo kwenye nchi yetu. Na mimi nina imani kwa hali hii rais atakuwa hana mpinzani nakoelekea kwa sababu tayari wananchi wengi wanamkubali kwa kazi anazofanya kwa ajili ya nchi yetu. Na tumeingia kwenye michuano ya Samia Super Cup. Kawaida wana michezo ukimwanzishia jambo huwa anapenda uendelee nalo. Je, mna mikakati yoyote kuendelea nayo na pasipo kuishia hapa tu? Si wote wana michezo kipindi hiki cha nyakati za uchaguzi? Haya mashindano ni endelevu kwa sababu kuna Jiandae Cup pia inachezwa, kuna daraja la 3 wilaya tunacheza. Ni mashindano mengi tu. Ila mashindano mwenyekiti aliyabuni mahususi ni kila mwaka yatachezwa. Kwanza historia ya mashindano, mwenyekiti aliwashirikisha madiwani wote wa kata zote wilaya ya Ilala. Kila diwani alikuwa na timu zake, wengine timu 8. Kama hapa Vingunguti kwa timu 8, zikaenda 2. Kila kituo katika vile vituo ilitoa timu 2 katika kata zote. Zikachukua zikabaki timu 32. Hali mashindano endelevu, huu ni mwanzo tu, lakini hatuwezi kuacha. Atakuwa ni mashindano endelevu kama yanavyochezwa mashindano ya ligi kuu, kama yanavyochezwa ya championship au FA. Yaani mashindano endelevu kwa sisi kama kamati ya mashindano tunaomsaidia mwenyekiti Tuto Lala, tutaendelea hivi. Kikubwa tupate wadhamini ili wasapoti ya mashindano yanoge zaidi kwa sababu watu wengi wanapenda mpira lakini support inakuwa ni ndogo sana hasa kwenye chama cha soka kwa sababu zawadi ni nyingi. Kwa sababu mashindano na zawadi ni nyingi sana. Bingwa tu peke yake anatoa milioni 3 za kuanzia na mshindi wa pili milioni 2. Sasa ni zawadi nyingi ukiangalia kwa chama kama kile cha Ilala. Mwenyekiti anasema atoe hela zao. Naomba wadau nyie waandishi wa habari mtusaidie waje wasapoti mashindano tuongeze zawadi ili mashindano yanoge, na pia tutangaza wao wadhamini wakija tutaweka na logo zao kama unavyoona kuna mabango na baadhi walionyesha nia, lakini ndio bado ni kidogo hakitoshi kwa sababu vituo ni vingi na mpira ni gharama, matumizi ni makubwa. Naomba serikali pia tuangalie kama itaweza basi mambo yawe mazuri. Sasa